kitu mbono na Kenya kitu Maasai Osonjo kitu Maasai. Nikushukuru na nikupongeza kwa hatua hiyo ambayo wananchi wa Monduli na Ngorongoro na Longido na Kiteto wamekuja na Simanjiro wamekupa heshima. Hivi huyu anahubiri kwa Mungu gani? Anamwabudu Mungu gani huyu? Huyu Mungu gani anayependa watu kudhalilishwa? Ni Mungu wapi? Kama ni Mungu wetu huyu, basi Mungu hapendi jamii nzima kudhalilishwa. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kiongozi mkuu wa Malaigwanak Afrika Mashariki Halaigwana Sina Ndaimako ameahidi kutumia nafasi yake mpya kuimarisha umoja wa Wamasai wa Tanzania na Kenya pamoja na kujenga ushirikiano imara kati ya jamii ya Kimaasai, serikali na makundi mengine ya kijamii ili kuharakisha maendeleo. Akizungumza mara baada ya kukabidhiwa jukumu hilo, Sina Ndaimako amesema moja ya vipaumbele vyake vikuu ni kuwaunganisha Wamasai wa Afrika Mashariki ili wawe na sauti moja katika masuala ya maendeleo, utamaduni na ustawi wa jamii. Amesema umoja huo utasaidia kuimarisha mshikamano, kuhifadhi mila na desturi za Kimaasai na kufungua fursa zaidi za maendeleo kwa kizazi cha sasa na kijacho. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano amempongeza Halaigwana Sina Ndaimako kwa kuaminiwa na Malaigwanak na kupewa dhamana kubwa ya kuiongoza jamii ya Wamasai Afrika Mashariki, akieleza kwa uteuzi huo ni uthibitisho wa uwezo wake wa uongozi na hekima alionayo katika kusimamia masuala ya kijamii. Naye Halaigwana Ole Leteyo ametoa wito kwa baadhi ya viongozi wa dini kuheshimu mila na desturi za jamii mbalimbali badala ya kuzishambulia, akisema mila na dini vina nafasi muhimu katika kujenga maadili na mshikamano wa jamii. Hivyo kuna haja ya kuheshimiana kwa kuwa wote ni wa Mungu na wanapaswa kuishi kwa amani na ushirikiano. Ameongeza kuwa kuheshimu tofauti za kiimani na kiutamaduni kutasaidia kuimarisha umoja wa maendeleo ndani ya jamii. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Yo amrarang kadari bayeno hemongolo ngaburi kaini yuna ole tongana ko bulu dibuna tu maisha sidai malo ngana linyala ke tongana maisha ayrege tongana ayola ji nyala rabali ole dongo abi abegolo liondo paga Kenya kitu mbono tongana le Kenya kitu Maasai Osonjo kitu Maasai panye begele kinana na kidamani manari dewi lazima be kindar Maasai nabo wale nana kaito sabu le na lazima be bedar Maasai serikali migara namna be ndayu lungana wai baki limiti adongop lazima ba wale serikali na dola ngop na ninye kisuja amuni nyane shoyo engishiboge. Hakuna namna yote ya jamii ndani ya nchi wasiishi na serikali yao. Utakuwa mtoto wa nani? Uwezi kuwa. Kwa hiyo lazima tutengeneze mifumo na kujitambulisha vizuri kupitia viongozi wetu hawa. Watusemee ili yale matatizo madogo ambayo tunayo serikali iweze kupata kwa njia yenye mfumo mzuri. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwa shukuru nanisikia. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kwa shukuru watu wote, sina mengi ya kusema. Niwashukuru jamii yote waliofika mahali hapa kusherehekea. Najua mimi sio kitu, lakini najua kabisa kwamba mmekuja hapa kwa sababu mnapenda utamaduni wenu na mnataka kuendeleza utamaduni wenu, na mimi nitahakikishia kwamba utamaduni wetu tutaulinda. Nakubaliana kabisa kwamba Wamasai kutoka Kenya na Tanzania wako pamoja. Ukienda Puruko, vijana naenda Mao. Ukienda hapo Loite wanaenda Kenya. Ukija hapa kwa Kajiado wanakuja Ndonyo Modwa, Kilimanjaro. Kwa ajili ya mila na desturi. Kama haya ni mema, kwa nini tusiendeleze? Mimi nafikiri hakuna shida ya kusema
wa Kenya wa Tanzania. Hapana, serikali imeweka mfumo wa kwenda Kenya na kurudi. Ndio maana tuna ndugu zetu hapa kutoka Kenya ambao wamekuja. Na niwashukuru sana ndugu zetu wa Kenya waliofika mahali hapa, na mpeleke salamu zetu kwa magavana. Maana tulipoenda Amboseli mwaka jana tulifurahia sana kazi kubwa iliyofanywa na magavana ya kuwatambulisha matatizo ya wananchi kwa serikali yao kwa njia sahihi. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana watu wote mliofika hapa, lakini nitakuwa na watu wa mwisho wa kuwashukuru tena kwa upekee. Tunajua mila na desturi ni ngumu sana, na mimi nikijitazama kwa dereva wa mila, hasa uongozi wa mila, ni lazima umepitia shule. Usipopitia shule, usipofunzwa, utaangusha gari. Mimi niwashukuru wazee walezi wangu, mzee Lekule na mzee Alais, kwa sababu hii kazi ya mila na desturi walifanya wao. Sisi tumewafuatilia tu. Tulikuwa tukiwatazama wanafanya nini, wanaletaje watu, na ndio maana vichupukizi imeanza. Wazee wangu niwashukuru sana kwa malezi yenu. Sisemi kwamba nilikuwa naongea na baadhi ya wazee hapa nikamwambia baba yangu Lekule wala lasha lai, sasa hivi anatoa huduma ya bure. Unaenda kwake ni wa bure, unaenda kwa mzee Alais ni wa bure. Tunawapigia simu usiku na mchana ili waje watupe ushauri. Lakini pia nipende kumshukuru ndugu yangu Bajuta. Bajuta ni rafiki yangu na ni rafiki yetu, yuko kule. Bahati mbaya tu hataweza kuongea, sijui, lakini nichukue nafasi hii kumshukuru sana Bajuta. Tumefanya naye kazi kuwasaidia wa Barbike. Mliona ngoma ilikuwa ikipigwa hapa ya Barbike. Bajuta ni kiongozi mzuri sana wa Barbike, na ametuunga mkono kwa yale yote ambayo tulikuwa tunafanya. Wa Barbike wana changamoto kama za kwetu, lakini kwa ushirikiano wake akiwa diwani ametusaidia sana katika bonde la Ida chini na ndio maana Barbike wamekuja hapa kwa ajili ya kutunga mkono kwa sababu ya kazi nzuri ambayo tumefanya. Mwisho niongee Kiingereza kidogo kwa rafiki zetu ambao hawasikii Kimasai lakini pia hawasikii Kiswahili. I just want to appreciate our friends from all over the world. Our friends from India, from Home Planet, Ben Greg, from GGF. We really appreciate your involvement and your participation in this ceremony. We really appreciate. Also, you can see how the Maasai are united simply because of the culture. Culture is very crucial for all of us, and I know that you have been supporting this ideally, and thank you so much for your participation, and we continue to appreciate your engagement with us. Basi nisema asanteni sana, na naomba nimalize kwa sababu muda umeisha, lakini ndugu yangu mbunge wa Munduli, mimi naigana na Munduli sasa. Ndio. Na kama kuini hapa si unajua kwamba mmeenda au tutaenda baadaye. Sawa. Kwa hiyo sasa nikiwa hapa ujue kabisa ukisema Malaigwana ni ujue mimi wa kwanza kuwaleta. Na nitakuwa na wewe bega kwa bega tuhakisha yale mambo madogo mingi. Okay. Ndio kama ngojege tinyo. Ngojege tinya mali. Sasa itade kulele korongoro. Amjigi ne ja. Wala na wala ngirajo na nebuti. Ai na bushabana usho abudia Munduli. Naje wala na wana normal se baoge. Anja ma dubuti de Munduli. Amagara wale korongoro na wale Munduli na wale ole kito ndio wana bayi. Nago kedo ko baoge ne wei. Na beta du ajo ashole ndo anaboga kwa ndo na sherehe kage wasi mwambie pia mbunge wa Longido na naibu waziri kwamba tumepokea ujumbe alioleta. Tutahakikisha jamii ya wafugaji wanakaa pamoja. Uongozi si hoja. Kinachotakiwa ni mmoja wetu
tukae pamoja ili tuweze kusaidia watu wetu. Asanteni sana. Niseme mambo machache ambayo yanaleta mauzi, na nisiposema na mimi nitakuwa sijatenda haki. Tumekuwa tukisikia maneno mengi kutoka kwa watu, na mimi naomba kupitia hadhara hii niseme kwamba tunalaani vitendo vyote vya unyanyasaji na kebehi na udhalilishaji wa kabila la Wamasai kwa baadhi ya watu kwa kusema maneno ya kudhalilisha kabila letu. Hili hatuwezi kulivumilia na kamwe hatutaki kusikia tena kwa watu hao. Mimi najivunia kuwa Masai, najivunia kuwa na vazi hili. Lakini kuna viongozi wengine wa dini, mmoja kutoka Dar es Salaam, nadhani mwishoni mwa mwaka jana au mwanzoni mwa mwaka huu, sikumbuki sana, alishawahi kusema kwamba sisi vazi letu linatuacha uchi, kwamba hatuna nguo. Sasa hiki ni kitendo kibaya sana. Sasa nimekuwa nikijiuliza, hivi huyu anahubiri kwa Mungu gani? Anamwabudu Mungu gani huyu? Huyu Mungu gani anayependa watu kudhalilishwa? Ni Mungu wa wapi? Kama ni Mungu wetu huyu, basi Mungu hapendi jamii nzima kudhalilishwa. Na nikawa nasema kama ndivyo, watu wa dini wana majukumu yao, na sisi watu wa mila na desturi tuna majukumu yetu. Mimi nadhani waendelee kupambana na shetani. Huyu shetani tuendelee kumshambulia wote, lakini aache kupambana na sisi watu wa mila na desturi. Manake tuna hakika hatuwezi kuchokoza wala kuisemea vibaya, manake sisi wenyewe ni watu wa kanisa. Jambo lingine ambalo ningependa kusemea ni juu ya tafsiri ya baadhi ya watu katika taifa hili la kwetu, kwamba juzi nimesikia habari ya Mchina mmoja kwamba ameuawa. Sasa hii imekuwa ni agenda na kuonekana kama mtu mmoja kuwa mhalifu inatafsiriwa kama Wamasai wote. Mimi sidhani Mchaga akiwa mwizi basi Wachaga wote waonekane ni wezi. Kwa hiyo nilikuwa na laani hilo, na naomba vyombo vyetu vya dola viendelee kupambana na kutafuta mhalifu, na mhalifu huyo achukuliwe hatua kikamilifu. Anasema na igwanaka. No yanda kwenda. Nimesema hayo Kiswahili ili ujumbe ufike serikalini. Na sheba na lenga mara ndio la igwanaka mmoja yenu. Na nimepata nafasi hii nikushukuru na nikupongeza kwa hatua hiyo ambayo wananchi wa Monduli na Ngorongoro na Longido na Kiteto wamekuja na Simanjiro wamekupa heshima. Kwa wale ambao wanifahamu na Wakenya, kwa wale wananifahamu Isaac Joseph na Rasi Lord Molelian. La kwanza niwapongeze, lakini la pili nichukue nafasi hii kumshukuru sana Makonda, waziri wa utamaduni
Na nishukuru kwa kupata udhuru mimi nikawa mgeni rasmi, kwa sababu nimepata heshima kwa ndugu zangu wa Masai. Asingepata udhuru ningekuwa mgeni rasmi? Hapana. Basi mimi nashukuru nimekuwa mgeni rasmi kwa Ada Makonda kupata udhuru. Mimi nampongeza sana na namshukuru sana kwa heshima hii aliyonipa. Asante sana ndugu yangu Makonda. Lakini la pili, nilete pongezi kwa Mako. Kwa wewe begi budi yako Malaigwanani. Hala, mmeona. Nilikuwa siku moja nimekaa sehemu moja, ndio Malaigwanani noboje rake. Stiri le Mako. Le Mako ni mzuri na una historia na familia yako kwenye wilaya Monduli, Ngorongoro na maeneo yote ya kifugaji na Tanzania kwa ujumla wake, na sasa umeenda mbali mpaka nchi ya wenzetu wa Kenya. Nimesimama hapa kwanza kuambia Malaigwanani wote mlioko hapa. Na leo nimepata fursa hii ya kukutana na nyinyi. Endo tubengobi nyinyi. Ameta dongano higobi jango. Ndio nino. Aigelida kwa Kiswahili. Naomba mwilinde nchi yenu. Hakuna mtu atakayelindia zaidi ya nyinyi kama Malaigwanani ambayo mmeaminiwa na wananchi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ondokeni kwenye migogoro. Ondokeni kwenye migogoro haraka iwezekanavyo. Amendo jade ba normal sai. Nimendo kigagala. Darusha kolo. Dikisanga kolo. Iriganye kolo. Migar na timat. Amendo kuna bai ngarla. Kekilo ningo. Ni waombe. Ano nakai tofauti nyinyi haraka. Fukieni tofauti yenu mlionayo sasa kupitia kwa Malaigwanani Lido Arabu. Ameda afya. Na ni waombe. Sasa nani alizungumza kwa Kimasai? Mheshimiwa mbunge wa Longido. Kwamba leo mnafanya jambo hili. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, anajua kuna jambo linafanyika Monduli la kumchagua Malaigwanani wa Kimasai ambaye sio mwingine ni Mako. Anajua. Na ndio maana mnaona vyombo vya ulinzi na usalama vipo hapa vikiangalia usalama wa nchi unakuwa salama. Kwa nini msijiulize? Mmeshawahi kuona hata siku moja? Jiulizeni. Sasa niwaombe sana. Pendaneni, chukulianeni, bebeaneni. Ndio. Mnanielewa vizuri? Ninasema kwa Kiswahili uingie kwenye vyombo vizuri. Nimesimama kama mbunge wenu wa jimbo la Monduli, ambaye nawajua vizuri sana na najua tabia zetu wa Masai. Hatupendi kudharauliana, hatupendi kutokuheshimiana. Sisi ni watu ambao tunapenda sana mtu anayetuheshimu. Niwaombe muendelee kuheshimiana, muendelee kuchukuliana. Halafu rudini kwenye tabia za mila zetu. Hebu shughulikia walikuwa na Masai. Rudini hapo, mkirudi hapo tutakuwa salama. Amijula Malaigwanani nobudi. Para bana dine, yula Malaigwanani abobudi na akasodi. Na renesodi ne isikla Malaigwanani. Ewe ya sodi omeruni. Nebo no ya abut. Kasema na kama sema. Lakini sasa hivi edla grengoro. Edla grengoro. Mindo kike iko nida. Amudi ningongo nida. Ni ugu abur bagale meburoi. Ni ugu abur remanyama. Nuambie ayala dakara kali kidogo na goga. Anaka edio ni mbaba amba idika kali kindai. Hacheni. Nimekuja hapa Mheshimiwa Makonda aliniambia, Mheshimiwa mbunge nenda kaniwakilishe. Na nataka niwaambieni hizo vurugu zenu zote mnazoenda nazo. Sisi kama wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wanaotokana na jamii ya kifugaji, tumeamua kuingilia na tutaivalia njuga mpaka ikae salama. Imbaba wenyewe. Indana na imbaba tanangaje koringa ama hiyo tunawaambieni kabisa. Mekiwa na ndogo na dia mega yameni yoko logo. Hamor kwa la Masai. Na jenda ndio na Mheshimiwa Kiteleke alikuwepo tulipokuwa Kisongo. Na Mheshimiwa Manila Kisongo alikuwepo. Mimi ndo kike ado nilikuwa mito nganaki ni jogo huyu ni hivi. Kagera kunyu Malaigwanani nako. Monduli na Malaigwanani zaidi ya 100 na kitu. Longido ina 100 na kitu. Ngorongoro ina 100 na kitu. Simanjiro ina 100 na kitu. Kiteto ina 100 na kitu. Orba na kuyo, orbulie.
endo ni bagen ni uwage lo ngani ni na. Ekroningo. Hapo ni kauli ya mgeni rasmi. Sio ya kwangu mimi Isaac Joseph. Kaeni mmalize tofauti zenu. Hazina afya kwa jamii, hazina afya kwa taifa. Bila lazima mjue. Tusipeane tu kwa sababu tunapeana. Halafu anaramo eriku nyoyolo elekwa. Nikiara na bale kwa na nilikido. Lord Masai boga medi hapa. Kedi. Men na yara grabe. Hata ndi bigromba la not. Tiniyo ado kiuni kigelo ngani wo kunyoli kiyo oli kiyo yo bara gelelo bayan hage ni gelo lupoge mero kunyiruka na ga wado nedo ne gwa bele na rogi mbaye yo kubunge na si atu adangani. Nataka niwaambieni mkienda tofauti sisi tutaomba appointment ya kukutana na rais na tumwambie maudhui ya jamii ya kifugaji ni hii na hii na hii na hii. Ikienda hivi sio sawa, ikienda hivi sawa. Na atatusikiliza. Mmenielewa? Nimesema leo ni watangulizeni. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza naomba nichukue nafasi hii ya kwanza kuwashukuru sana Laigwanak Lang kwa kuona mtu muhimu ambaye tunaamini anaenda kwenda kutusaidia lebo no burogi yora ramera Laigwana ni diaru olochola la armasa. La pili ni mpongeze sana Aridona ina ba marana nolo sege nolo ngidongi nzawale mako. Kwa hiyo kirala lahara ni kushukuru sana pamoja na mama yetu Mama Manda kwa kazi kubwa ni asirara diaru olocholang la armasai. Kazi mnayofanya ni kazi iliyotukuka, ni kazi ambayo vizazi na vizazi vitaikumbuka ananai Elmuroide Nowei. Nimepewa tu nafasi nisalimie. La tatu niombe Malaigwanani na bai leo kinta wagele jukumu kubwa rediognai tare Roger Masai na kamundu wake na Malaigwana kwa ujumla. Tuungane kwa pamoja na serikali pe kingoro ankopanga mere idingiro mere le mejolo rangi kila kona akamerera ndarongi. Hebu tuunganishe nguvu ya pamoja. Kwere yoga na serikali megende maopen lazima pengi ungana Alaigwana Lang angore ankopang pe vizazi vinavyokuja nebo nusindara matihora ana kikira matihora siyo. La mwisho na vai maimwa sana nuru angoroga etiangasha yongoiro yeloro na kisana nubaya angoroga na vai. Lakini niseme tu kidasha na lenga Laigwanak iruburogidio yo mzee Olemako, mzee wangu alala helai, unastahili, you deserve it. Na jianga irogi you qualify ayara viwango vyote vya kupata nafasi hii neginda wagerara. Mungu awakubariki na kuombea kila laheri katika majukumu haya mapya neginda wa Masaila. Kwa hiyo Adedo Nano kama mwenyekiti wa halmashauri natambua sana uwepo, yuko mwenyekiti wa Ngorongoro, yuko na makamu wake. Kwa pamoja tunawaahidi Laigwana Lang ushirikiano uliotukuka kibwai handai pe kibware Roger Masai Lang. Asanteni sana ndama yanda yanga.